Ndugu zangu, kwa mambo kama haya, basi kanisa limegeuka kuwa kilabu. Yaani kuna watu ambao kweli wamejitolea kugeuza kanisa liwe ni kilabu, ama kufanya kiwe ni kilinge fulani cha kihuni ambacho kinatengeneza watu ambao ni wahuni, ambao watakuja kuwa ni sugu katika jamii. Kwa njia kama hizi za muziki ya namna hii na uchezaji wa namna hii, basi vimalaya vingi na vizinzi vingi na vinavyopenda ukahaba basi vitakimbilia makanisani na kutengeneza kanisa liwe ni kama kichaka ambacho watu wengi watakuwa wanaenda kujificha humo, kwa sababu kwa matendo kama haya ambayo hakuna kuonywa kwa namna yoyote. Yaani hata nyimbo zinazoimbwa hazina maonyo, hazina injili inayotakiwa, basi vimalaya vingi vitajikimbilia makanisani, vitajiunga na kwaya, vianze kuimba nyimbo za staili hii, kwa sababu tu hakuna kuonywa, hakuna kukemewa, hakuna kukaripiwa kupitia nyimbo. Kwa sababu injili pia hata kwenye nyimbo imo. Unaweza ukapeleka injili kwa njia ya nyimbo. Wako waimbaji wengi ambao wanaimba kupeleka ujumbe, kupeleka injili kwa njia ya nyimbo, lakini sio nyimbo hizi ambazo tunaziona duniani hii. Kwenye hii dunia, nyimbo kama hizi ni mbovu ndugu zangu, hazifai. Zinachochea tu hasira ya Mungu. Zinamkwaza Mungu kwa 100%. Na Mungu akikwazika na mwanadamu ambaye amemuumba, baada ya kuona hasikii maonyo ambayo anayapokea huyu mwanadamu, basi anaamua kuangamiza. Katika kipindi cha Nuhu, Mungu alitoa maonyo mengi kwamba ndugu zangu, tengenezeni safina. Mungu karibu anauangamiza huu ulimwengu, lakini wale watu walipuuza. Ndipo akaona auangamize kwa gharika. Hata katika dunia hii ya sasa, kwa uchafu unaoendelea huu, Mungu atavumilia for sure. Kwa mabaya kama haya, Mungu ataona ni heri auadhibu ulimwengu, kwa sababu kwanza ilishatabiriwa. Mwanadamu aliyeumbwa kwa mfano wa Mungu anapojiharibu na hataki kugeuka na hataki kusikiliza, anajifanyia atakavyo, uchafu wa kila aina na ufanya, basi Mungu ataona ni heri angamize, ateketeze, asiwepo mwanadamu. Ndio maana anasema kwamba jicho la Bwana linawatazama wenye haki ili wasaidie wakati wa shida, lakini jicho la Bwana li juu ya watenda maovu ili aondoe kusudi na kumbukumbu lao duniani. Kisoma katika kitabu kile cha Zaburi 38 utayaona haya. Ndugu zangu, Mungu anahitaji kuheshimiwa. Sio kila jambo unalolitaka wewe kulifanya unalifanya na Mungu analipendeza, anapendezewa nalo. Amna. Kuna mambo mengi ni chukizo mbele za Mungu. Mbinguni sio kidimbwi, mbinguni sio samaki. Mbinguni ni mbinguni. Mbinguni sio kwa babu yako kwa mtafiki utagonga tu na kuingia. Hamna. Mbinguni wanaingia watakatifu walioishinda dhambi na uchafu wa kila aina, waliokubali kutengwa hata na jamii zao. Lakini wewe unajifanyia utakavyo, unajiimbia utakavyo. Nafikiri mbinguni kule ni kidimbwi fulani, ni wanaingia yeyote anayetaka anaingia. Ukitaka kuwa mlevi, mzinzi, vimalaya vinaingia. Unataka kuvaa unavyojitakia unaingia. Hamna. Mbinguni tunaingia kwa kanuni. Utakatifu ndio njia ya kuingia mbinguni. Hautaingia kwa vimatendo kama hivyo ambavyo vinaonekana hapa. Mungu wa kuheshimiwa milele. Machafu kama haya yatachochea ghadhabu ya Mungu. Yanachochea wengi kujiunga na makanisa ambayo yanapenda vimilegezo, mambo ambayo ni malaini, hawataki kukemewa, hawataki kuambiwa ukweli juu ya machafu na mabaya wanayoyatenda. Mwanamke vinajivalia visuruali, mtu hataki kukemewa. Ndugu zangu, dunia imekwisha. Na watunga nyimbo, kama ni muimbaji wewe umejaliwa kuimba, sasa wewe utaimbeji kitu ambacho kwanza haujakiexperience kwenye maisha yako? Kwa sababu kama nataka nyimbo imtukuze Mungu kweli kweli, iwe ina experience, yani tuwe tunaona na maisha yako yakoje,
ndio unakiimba kile kitu ambacho kinaendana na uhalisia wa yale maisha yako, hiyo nyimbo itakuwa na nguvu. Sio unajiimbia utaka